Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki, na huko Rabat ni saa 11:30 jioni. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti na mazingira. Jina langu ni Anna Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Haya basi, kama upo maeneo ya mashariki mwa DRC, unaweza kutupokea kupitia redio washirika. Redio Ngoma ya Amani Fizi inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini, na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania pamoja na Burundi. Fuatilia matangazo haya pia kwenye redio Rwanzururu RTR Beni. Hii ipo kwenye FM 93.5 ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibujio, Kasese na Masaka nchini Uganda. Vilevile inapatikana kwa masafa marefu. Vilevile tunayo Radio Maniema No City, inarusha matangazo yetu kwa masafa ya FM 97.4 katika jiji la Kindu, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hebu sasa nikupe kionjo cha yale tumekuandalia. Sasa hivi wagombea mbalimbali ambao ni wagombea 8 walioteuliwa na tume ya uchaguzi kwa ajili ya kuwania katika kinyang'anyiro hiki cha urais, sasa hivi wanatamatisha. Hii ndio wiki ya mwisho ya kampeni ambazo zilikuwa zinaendelea kwa miezi mitatu hivi iliyopita. Kuna mfanano wa kiasi kikubwa wa uchaguzi huu unaotarajiwa kufanyika nchini Uganda na ule uliofanyika Tanzania. Leo tunaangazia uchaguzi wa Uganda ambao wachambuzi wengi wanauona kama bomu linalosubiri kulipuka. Ni uchaguzi unaokuja katika mazingira ambapo upinzani umenyamazishwa, vyombo vya dola vikitumika, na mgombea mkuu wa upinzani Robert Changulanyi, yani Bobi Wine, amekumbana na vipigo, vitisho, kunyimwa fursa ya kampeni na hata haki ya msingi kama mgombea. Na ikiwa ni Ijumaa tarehe 9 Januari, hii leo macho yangali katika kinyang'anyiro cha mataifa bingwa Afrika kule AFCON. Lakini kwanza tupate taarifa za habari naye mwenzangu Angela Ngendo. Washington, Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa huenda Marekani ikatekeleza mashambulizi zaidi nchini Nigeria iwapo Wakristo wataendelea kuuawa katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Kauli hiyo inajiri licha ya serikali ya Nigeria kukanusha madai kwamba Wakristo wanakabiliwa na mateso ya kimfumo nchini humo. Trump alitoa kauli hiyo katika mahojiano na gazeti la New York Times, akisisitiza kuwa Marekani haitakaa kimya endapo mauaji yanayolenga Wakristo yataendelea. Aliongeza Washington iko tayari kuchukua hatua za kulinda haki za binadamu na uhuru wa kidini, akionya kuwa uvumilivu wa Marekani una mipaka. Hata hivyo, mamlaka za Nigeria zimekuwa zikisisitiza kuwa machafuko yanayoshuhudiwa katika baadhi ya maeneo ya nchi yana uhusiano zaidi na masuala ugaidi, uhalifu wa kutumia silaha na migogoro ya kijamii badala ya kulenga kundi fulani la kidini. Serikali ya Abuja imekuwa ikikanusha mara kwa mara madai ya kuwepo kwa sera au mpango unaolenga kuwatesa Wakristo. Mogadishu, Somalia. Uhusiano kati ya Somalia na Marekani umefikia kiwango cha chini kabisa baada ya Washington kutangaza kusitisha kwa muda misaada kwa serikali ya Somalia. Hatua hiyo imeibua taharuki mjini Mogadishu na kuzua maswali mapya kuhusu mustakabali wa ushirikiano wa kisiasa na usalama kati ya mataifa hayo mawili. Maafisa wa Marekani wanasema uamuzi wa kusitisha misaada unatokana na wasiwasi kuhusu utawala, uwajibikaji wa matumizi ya fedha na mwelekeo wa kisiasa wa serikali ya Somalia. Washington imesisitiza kuwa msaada wake hauwezi kuendelea bila uhakika wa mageuzi ya kweli katika uongozi na matumizi ya rasilimali za umma. Kwa upande wake, serikali ya Somalia imeelezea masikitiko yake, ikionya kuwa kusitishwa kwa misaada hiyo kunaweza kudhoofisha juhudi za kupambana na makundi ya kigaidi, hususan Al-Shabaab, pamoja na kucheleweshwa miradi muhimu ya maendeleo sawa na utoaji wa huduma kwa wananchi. Viongozi wa Mogadishu wamesema kuwa hatua hiyo inajiri wakati kipindi nyeti ambapo taifa hili linajenga taasisi zake baada ya kushuhudia vita vya miongo mingi.
Na nchini Morocco, michuano ya kutafuta atakayeinua kombe la AFCON imefikia robo fainali. Kwa sasa mechi ya kati ya Mali na Senegal inaendelea, huku wengi wakisubiria pambano kali kati ya Cameroon na wenyeji Morocco hapo baadaye. Michuano hiyo ambayo tangu mwanzo ilianza kwa utulivu imeibua minong'ono ya mbali kuhusu mabadiliko ya ghafla kwa maamuzi aliyekuwa ameratibiwa kuongoza mchuano kati ya Algeria na Nigeria hapo kesho. Mechi ya Misri na Ivory Coast ndio itakayofunga robo fainali hiyo hapo kesho Jumamosi. Shukran msikilizaji, na karibu tena. Moja kwa moja karibu katika jukwaa la wanahabari, mahali ambapo tunachambua siasa za Afrika bila uoga, bila upendeleo na kwa macho ya ukweli. Rais Yoweri Museveni wa Uganda, aliye madarakani kwa miongo kadhaa, anashutumiwa kwa kutumia mtindo wa kidikteta kuwadhibiti wapinzani, wanaharakati, wanahabari na raia wa kawaida. Swali kuu ni, je, huu ni uchaguzi au ni utaratibu wa kuhalalisha matokeo yaliyokwisha andaliwa? Na je, kile kinachotokea Uganda ni nakala ya kile kilichoshuhudiwa Tanzania, ambapo uchaguzi mkuu ulikumbwa na dosari? Kujadili hili nami hii leo ninao wanahabari wenzangu kutoka idhaa ya Kiswahili ambao ni Sadam Mubale akiwa Kampala, Uganda. Tunaye mwanahabari George Njogopa akiwa nchini Tanzania, na tunaye Gabi Ingubu akiwa Kenya, hususan kule mpakani Busia karibu na Uganda. Karibuni sana wanahabari wenzangu. Moja kwa moja tunaanza na Mubale. Naamini kwamba kampeni zinaendelea kunoga, lakini ni kampeni ambazo zinatizamwa ni kana kwamba zinafanyika kwa upande moja. Hebu tueleze, je, hali ikoje kijumla? Msisimko wa kampeni na ari ya shughuli nzima ya uchaguzi ifikapo tarehe 15 mwezi huu wa Januari, ambapo ni wiki ijayo. Je, msisimko wa kampeni na ari ya shughuli ya uchaguzi kwa raia wa kawaida iko vipi hadi kufikia sasa? Naam, shukran sana Ann. Ni kiujumla tu ni kwamba sasa hivi wagombea mbalimbali ambao ni wagombea 8 walioteuliwa na tume ya uchaguzi kwa ajili ya kuwania katika kinyang'anyiro hiki cha urais, sasa hivi wanatamatisha. Hii ndio wiki ya mwisho ya kampeni ambazo zilikuwa zinaendelea kwa miezi mitatu hivi iliyopita. Anapozungumza sasa katika hapa jiji kuu la Kampala ni Rais Museveni, ambapo atakuwa anatamatisha kampeni yake. Lakini vile vile pia kuna tu wagombea wengine akiwemo kiongozi wa upinzani Robert Kyagulanyi, ambaye pia anafanya kampeni zake siku ya leo, na kuanzia leo mpaka Ijumaa wiki hii ndio mwisho wa kampeni. Lakini kiujumla tu ni kwamba kumekuwa na tetesi mbalimbali kuhusiana na uchaguzi huu, haswa swala la wapiga kura kusalia kwenye sehemu ya kupiga kura, lakini pia tu kumekuwa na swala la mtandao wa interneti ambao unakisiwa kuwa labda unaweza ukaondolewa, jambo ambalo serikali siku 2 zilizopita ilikanusha tu na kusema kwamba haina sababu ya kuzima mtandao, lakini vile vile kusema kwamba hilo swala la kuzima mtandao litalingana na hali ambayo itakavyokuwa wakati huo. Naam, nikirejelea lile la kusimama au kusubiria, kwa sababu Kyagulanyi ambaye ni Bobi Wine alikuwa tu anasema kwamba viongozi na vile vile utawala hautaki wananchi kusalia katika maeneo yao au vituo vya kupiga kura, kwa sababu kuna njama tu ya kutumia visa vya udanganyifu na kuna njama ya kuiba kura. Ni swali ambalo tu alikuwa analisisitiza, swali ambalo amiri jeshi ambaye ni mtoto wa Rais Yoweri Kaguta Museveni, Kainerugaba, amesema kwamba baada ya uchaguzi basi watu wanapaswa kurejea nyumbani, licha ya katiba ya Uganda hususan inayohusiana na masuala ya uchaguzi inasema kwamba baada ya uchaguzi unaweza kusimama kiwango kama cha mita 20 hivi kutoka katika ile sehemu ya kupigia kura. So ni mijadala ambayo bado inaendelea kwa sasa, na ni sehemu tu ambazo ni mijadala ambayo inaendelea kwa sasa, na tunangojea tu tarehe 15 Januari kwa ajili ya kuwasilisha na vile vile wananchi kupiga kura kujieleza katika debe
kwa ajili ya kuchagua viongozi wao wa kirais. Namshukuru sana Sadam Mobale kwa kututoa taka za masikio kuhusiana na yale ambayo yanafanyika hadi kufikia sasa. Tukihesabu naona ni siku chache tu ambazo zimesalia kabla ya Uganda kuingia kwenye debe. Lakini tumgeukie George Njogopa akiwa nchini Tanzania, kwa sababu tunaelewa kwamba Tanzania ndio imetoka kwenye uchaguzi, haijakaa sana. Labda Njogopa, kwa mfanano wa Uganda na Tanzania, wengi wanasema Uganda inaenda njia ile ile ambayo Tanzania ilipitia, kwamba upinzani kukandamizwa na kubinywa sauti yake kwa umma kwenye uwanja wa ushindani. Sijui unasemaje kuhusiana na hilo Njogopa, unakubaliana na mtazamo huu? Ni swala sio kukubaliana au kutokubali, lakini ukweli wa mambo unajidhihirisha hasa panapojitokeza wakati wa uchaguzi. Kwa kiasi kikubwa nchi hizi za Afrika, kwa mfano tukituama katika eneo hili la Afrika Mashariki, angalau Kenya wanaweza kuweka kando kidogo, kuna hali ya kupumua, lakini nchi hizi za Afrika Mashariki kwa kiasi kikubwa uchaguzi unatizama kama vita, kama uhasama, ni jambo ambalo linatia doa sana. Kwa hivyo yale yanayojitokeza nchini Uganda hayana tofauti kwa hali yoyote kwa yale yaliyoshuhudiwa katika uchaguzi uliopita, tangu kwanza kwa kampeni za uchaguzi Tanzania mpaka siku ya upigaji kura, na yale yaliyoshuhudiwa baada ya upigaji kura tunayafahamu, na mpaka sasa madhira yaliyojitokeza wakati ule. Kwa hivyo ukisoma ripoti, ukifuatilia vyombo vya habari, ukisikiliza yale yanayokwenda, taarifa za kimataifa, Amnesty International toa ripoti nchini Uganda kuhusu kukandamizwa kwa upinzani na kubinywa kwa uhuru wa maoni, vyombo vya habari, waandishi wa habari wanapiwa katika msuko. Haya yalijishuhudia pia nchini Tanzania katika uchaguzi uliopita. Kwa hivyo kuna mfanano wa kiasi kikubwa wa uchaguzi huu unaotarajiwa kufanyika nchini Uganda na ule uliofanyika Tanzania. Kwa kiasi gani hatuwezi kufahamu, lakini kwa wakati huu kuna utofauti kidogo, labda kusema mpinzani nchini Uganda anashiriki uchaguzi, lakini Tanzania mpinzani mkubwa wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kilijiweka kando, na kukashuhudiwa vyama ambavyo wengine wanasema vyama vinavyoibuka wakati wa uchaguzi sio vyama ambavyo viko katika jukwaa la kisiasa wakati wote. Kwa hivyo nionavomie uchaguzi wa Uganda unakaribia kabisa kufanana na ule uliofanyika nchini Tanzania, kwa sababu mazingira, vitisho, matamko ya viongozi wakuu wa serikali, vyombo vya dola kutisha wapiga kura wapinzani, ndivyo inavyoshuhudiwa wakati wote nchini Tanzania wakati unapofanyika uchaguzi mkuu. Naam, Gabi Ingubu, uko pale mpaka wa Uganda na Kenya. Kwa hivyo sikio lako linaangalia huku na kusikiliza, macho na masikio pia yako kila sehemu katika mpaka pale. Ukiwa mpakani Busia, hali ikoje? Kuna hofu yoyote, maandalizi ya kiusalama au wasiwasi wa raia kuhusu kinachoendelea Uganda? Kwa wakati huu bado kujatokea lolote lile la kusema kwamba serikali ya Kenya inaweza kuwa inajitayarisha kwa yale ambayo yanaweza tokea upande wa Uganda, nikizungumzia yale maovu ama ghasia, lakini wananchi wenyewe wanajichukulia zile hatua za tahadhari. Kwa mfano utapata kuna wale ambao hawashughulikii mambo ya uchaguzi ama kuchaguana, na wanaona kwamba kuna dalili za vurugu zinazoweza tokea. So wale wadogo vijana haswa wanavuka mpaka na kuja kufanya huku upande wa Kenya vile vibarua vidogo, kuuza matunda, kufanya uchuuzi wa rejareja pale sokoni, angalau wakae tu Kenya wakati hali itakapokuwa imetulia kwao, alafu watakuwa wanarudi. Na vile utapata kuna hali kidogo ya hali tete kidogo ipo, kwa sababu Wakenya wengi na Waganda wengi katika eneo la mpaka huu huwa wanaingiliana kama jamii. Kwa hivyo unapata Wakenya wameoleka Uganda, Waganda wameoleka Kenya, na huwa wanaingiliana, biashara ndogo wanafanya kikawaida. So ukiangalia kwa umakini kabisa, unapata wale ambao wameweka misingi ya urafiki ama ukoo,
upande huu wa Kenya hawana wasiwasi wa kwamba watakuwa watapata matatizo ya ghasia upande huu wa Uganda, sababu watakuwa wanavuka wakikuja upande huu wa Kenya. Shida tu iliyopo ni kwa vyombo vya usalama, sababu kwa vile nimesema jindi mwenzangu amesema Mubale kwamba kuna hofu kwamba wizi wa kura utatokea, na wizi wa kura unatokea mpakani kwa sababu kuna wale wa Kenya ambao wanafanana na Waganda wenye wanaweza kwenda kule Uganda wakapiga kura, na kuna wale wanaotoka katika hizi jamii kama za Waluya wanaopakana na Waganda wamevuka paka upande ule mwingine. Msebei na Msabaot wanafanana. Ukienda pale Mteso, Kenya na Uganda wanafanana, wana majina sawa, wana lugha sawa, na wote huo wanavuka. Kwa hivyo huwezi kutofautisha kwamba huyu ametoka Kenya, huyu ametoka Uganda, sababu wanaongea lugha moja. Na wakivuka hivyo, wakifanya mpango wa kuiba kura, basi wanavuka hivyo kwa makundi, wanaenda kufanya ule uhalifu wa kura, alafu warudi. Sasa hiyo ndio hofu ambayo iko katika upande wa serikali na wale ambao wanataka kuiba kura kupitia ule utaratibu wa jamii zinazoishi mpakani. Naam, tumekusikia hapo vizuri sana. Turudi kwako George Njogopa. Na hapa tunazungumza kuhusu uzoefu wa Tanzania. Na tunatumia Tanzania kwa sababu ndio nchi iliyo karibu sana na shughuli hii ya uchaguzi, kwa sababu uchaguzi Tanzania umefanyika mwaka uliopita hapo mwezi wa Oktoba tarehe 29 kama sijakosea. Kwa hivyo funzo la Tanzania liko bado hai kabisa kwenye sikio la wasikilizaji wetu kwenye nchi zetu hizi za Afrika Mashariki na pia nchi za Maziwa Makuu. Labda uzoefu wa Tanzania kama funzo kutokana na ulichokishuhudia kama mwanahabari Tanzania na kilichoshuhudiwa kijumla, ni nini hutokea pale uchaguzi unapofanyika bila sauti huru ya upinzani? Utulivu wa muda au mgogoro wa muda mrefu, hata kama si mgogoro ambao watu watauona juu kwa juu, unaweza kuwa ni mgogoro pia ambao watu wanaupitia ndani kwa ndani. Umetoa muktasari mzuri kuhusu uchaguzi katika nchi zetu hizi za Afrika Mashariki na eneo la Maziwa Makuu, na uchaguzi uliofanyika hivi karibuni Oktoba 29 ambao ama hakika umeacha rekodi ambayo haitafutika katika vitabu vya kumbukumbu tunapozungumzia demokrasia na uchaguzi. Tanzania imekuwa na uchaguzi wa aina mbalimbali kwa miaka mingi tangu mfumo wa vyama vingi uliporejeshwa mnamo mwaka 1992 na kukafanyika uchaguzi wa kwanza ukihusisha vyama vingi vya siasa 1995. Rais Benjamin Mkapa ndio alikuwa wa kwanza kupambana na wapinzani kama kina Ibrahim Lipumba, Augustine Mrema na wengineo. Lakini uchaguzi wa Oktoba 29, uchaguzi ambao ama hakika umeacha doa lisilofutika kwa kiasi kikubwa, uchaguzi ambao kwanza ulishuhudiwa ukitawaliwa na hali ya sintofahamu kabla ya uchaguzi wenyewe, kukiwa na miito kusifanyike uchaguzi kwanza, tuendee katika meza ya majadiliano kukaribisha maridhiano ili mifumo inayozingatia na kusimamia uchaguzi iweke usahihi. Ndio maana utakumbuka kulikuwa na ile Oktoba tunatiki, bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Nyimbo hizi mbili ziliimbwa wakati wote kabla ya uchaguzi na hata mpaka siku ya uchaguzi. Kwa hivyo kile kilichoshuhudiwa wakati wa uchaguzi na siku tatu zilizofuata ni funzo ambalo bila shaka hata nchi jirani zikitafakari, zikitizama, bila shaka zitahitaji kujifunza. Na wapiga kura wengi kwa sasa ni vijana ambao wana mwamko mkubwa na hisia kubwa, na kama tunavyofahamu hapo nchini Uganda mmoja wa wagombea ni kijana. Kwa hivyo hata ukifuatilia kampeni zake anawavutia zaidi vijana. Kwa hivyo ni karata ambayo bila shaka inapaswa kuchangwa kwa uangalifu kabisa. Mamlaka zinazohusiana na uchaguzi zinapaswa kuzingatia kwamba pasiko kubinya uchaguzi ama kuweka mizengo ambayo itaondosha ile turufu ya wapiga kura. Haya yaliyoshuhudiwa Tanzania yanatoa somo kwa nchi nyingine kwamba kumbe inaweza kujitokeza panapobinywa uhuru wa maoni. Vijana wanataka kusikika sauti zao, vijana wanataka kuingia katika uchaguzi, wanataka yule wanampenda anachaguliwa, wanampigia kura anachaguliwa. Kwa hivyo
ni jambo ambalo linapaswa pia kuzingatiwa katika nchi hizi za Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, kwa sababu haikuwahi kudhaniwa kwamba Tanzania ingeingia katika mfumo ule purukushani zile, au tuseme sokomoko lile ambalo mpaka sasa limeacha doa na bado pita mitani watu wananung'unika kiasi cha watu waliopoteza maisha kutokana na uchaguzi huo. Bila shaka umetoa taswira inayoeleweka na inayogusiana karibu na yale yaliyotokea. Gabi Ingubu, athari za kikanda Kenya imewahi kuathiriwa na machafuko ya nchi jirani. Je, kuna tahadhari zozote endapo hali Uganda itazorota baada ya uchaguzi kwa upande huu ambao unauangalia wa Kenya? Kwa wakati huu amna, bado hatujaona lolote ambalo linafanywa la kuweka tahadhari, kama tuseme kuweka sehemu ya kupokea watu wanaweza kuwa wameathirika na mzozo. Hatujaona lolote la aina hiyo. Lile ambalo labda linafanywa kisiri, kwa sababu serikali huwa na siri zake, ni kumakinisha ile ambayo tunaita kwa kimombo patrol, kule kuangalia kabisa katika eneo la mpaka kwamba Kenya haitalaumiwa wakati wa uchaguzi huu katika nchi jirani ya Uganda. Niseme hivyo kwa sababu huo unasikia vitu vya wizi wa kura vikitokea sehemu za mpakani, unasikia nchi jirani ilihusika kwa njia moja au nyingine. Ukiangalia kwa ustadi kabisa utapata maafisa wa usalama kidogo ile doria wanaifanya kwa kuongezea kuliko vile ambavyo tumekuwa tukishuhudia pale awali, na vile kukagua watu ambao wanaingia katika sehemu hii ya Uganda. Ukienda katika zile wanaita roadblocks, ndio utaona ukaguzi kidogo, wanaonyesha kuna umakini fulani wanaonyesha, lakini si wawazi kwamba ni kwa sababu ya uchaguzi ama zile kampeni zinazoendelea Uganda. Sadam, tuzungumzie hapo tu swala hili la usalama, kwa sababu kitu cha kwanza ambacho hutia wasiwasi sana kwa wananchi, hususan kwa wanawake na watoto, ni hali ya usalama. Wakati ambapo dosari za uchaguzi zinakuja kuleta fujo na kunakuwa hakukaliki. Labda kwa sasa hatari baada ya uchaguzi nchini Uganda, kwa hali hii ya mvutano uliopo ama uwanja wa kampeni ulivyo, unaona Uganda iko kwenye hatari ya machafuko baada ya matokeo, au pengine dola au serikali tayari imejipanga kudhibiti hali kwa nguvu? Naam, Anna, kihistoria Uganda ni nchi ambayo haijawahi kushuhudia purukushani za baada ya uchaguzi, isipokuwa tu labda vitendo vya kiasi ambavyo hata yeye Rais Museveni anasema kwamba kilichomfanya yeye kwenda kuanza vita dhidi ya serikali ambayo ilikuwepo ya enzi hizo ya Milton Obote ni kwamba kulikuwa tu na visa vya udanganyifu katika uchaguzi uliofanyika. Na tangu Uganda ipate vyama vingi na kuanza kufanya uchaguzi wa upinzani, haijawahi kushuhudia visa hivyo. Manake itakumbuka kwamba kuanzia mwaka 2006, 2021, 2011, 2020, 2016, 2021 na sasa 2026, ni kihistoria tu ni kwamba uchaguzi ulikuwa unafanyika. Lakini akijibu hilo swali la serikali ilivyojiandaa, ni kwamba Rais Museveni alisema kwamba kile ambacho kimetokea ama kilichotokea kule Tanzania, hapa Uganda ni ndoto ambayo haiwezi kutimia. Manake tumeona chaguzi zilizopita, maafisa wa usalama haswa jeshi la taifa na vile vitongoji vingine vya usalama huletwa katika wingi na katika maeneo mbalimbali ya nchi. Manake kuna muda ambapo purukushani kidogo tu itokee, ambapo kiongozi wa upinzani Bobi Wine alipokamatwa, hiyo ni Oktoba 2020 kama sijakosea. Watu wengi tu walifariki na maafisa wa usalama wakijaribu kuzima hayo maandamano. Na sioni kama hali itakuwa tofauti katika uchaguzi huu,
manake vyombo vya usalama sasa hivi vimeshajitayarisha kwa ajili ya kudumisha usalama, na sio polisi peke yake, lakini pia jeshi la taifa huhusishwa, na vile vile silaha ambazo hutolewa katika siku hizo ni silaha ambazo niseme ni zile zinazotumika katika zana za kivita, na hili ni jambo tu ambalo wanaharakati wanasema kwamba kwa muda mwingine labda hutia uoga wapiga kura na hata watu wengine hukosa kuenda kupiga kura kwa sababu ya hilo. So ni kwamba Uganda sasa imejiandaa, na alivyosema rais ni kwamba hatutarajii kwamba kutakuwa na purukushani yoyote, manake vyombo vya usalama vimejiandaa vilivyo. Naam, George Njogopa, litakuwa ni swali la mwisho wakati tunahitimisha jukwaa la leo. Hebu tutizame na kuangalia athari kwa ukanda huu wetu wa Afrika Mashariki na tuteremke hata kule nchi za maziwa makuu. Je, uchaguzi wa namna hii unaathiri vipi demokrasia kijumla ya Afrika Mashariki kwa ujumla, na pengine pia Afrika ya Kati, hasa nchi jirani zinazotazamana kisiasa? Kwanza tunajipaka matope nchi hizi za Afrika Mashariki na maziwa makuu wakati unapoingia katika uchaguzi. Haya yaliyoshuhudiwa sasa nchini Tanzania, na dalili zinaonyesha hata hapa Uganda kumekuwa na malalamiko mengi. Uchaguzi uliopita wa Burundi hali ilikuwa hivyo hivyo, wapinzani walihususia wakisema kwamba umetiwa doa kutokana na mamlaka kudhibiti. Rwanda pia alishinda kwa kishindo, lakini wapinzani walitiwa korokoroni, hakuwa na uchaguzi wa kidemokrasia. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumekuwa na hali ya sintofahamu vile vile. Kwa hivyo demokrasia katika eneo hili la Afrika Mashariki na Kati, sana maziwa makuu, inakwenda mrama wanavyosema wenyewe, kwa sababu athari yake ni kubwa sana. Baada ya uchaguzi kumekuwa na malumbano, kunyoshana vidole. Kwa hivyo tawala zinazobaki madarakani zinashindwa kutekeleza ipasavyo majukumu yake, badala yake zinaanza kumfukuza mbwa, kwa maana kwamba kuanza kulumbana na wapinzani, wananchi kukosa imani na viongozi waliochaguliwa, haya na yale. Kwa hivyo demokrasia inatia doa kila wakati. Tulitaraji miaka 60, miaka 50 baada ya mataifa haya kunyakua uhuru wake kungepanuka demokrasia, lakini bado yanazidi kurudi nyuma, na yale yaliyoshuhudiwa nchini Tanzania yamerudisha nyuma hatua kama 10 nyuma. Kwa hivyo demokrasia, pasipokuwa na demokrasia kweli, bila shaka maendeleo nayo yanayumba. Niwashukuru sana wanahabari wenzangu kwa kushiriki jukwaa la leo. Shukran sana Sadam Mubale ukiwa pale Kampala. Bila shaka tutaendelea kufuatilia na wewe kila siku kuhakikisha kwamba tunapasha wasikilizaji wetu kinachojiri kuhusiana na mchakato mzima wa uchaguzi hadi wakati wa siku ya uchaguzi na hata kuendelea. Na nikushukuru sana pia George Njogopa kwa kushiriki katika jukwaa la leo, hususan kutueleza ni masomo yepi ambayo tunaweza kusoma kutoka yale ambayo yalifanyika Tanzania, na shukran vile vile Gabi Ingubu. Bila shaka msikilizaji pia tukushukuru sana. Tunasema hivi, uchaguzi unapogeuka kuwa ni kama matambiko, kwa Kiingereza tunasema ritual, badala ya uchaguzi, demokrasia hufa taratibu. Wapinzani wanapokubaliwa kushiriki lakini si kusikika, kura inabaki kuwa karatasi bila nguvu. Uganda leo inatuuliza swali ambalo Afrika Mashariki imekuwa ikilikwepa. Je, utulivu wa mabavu ni bora kuliko mabadiliko ya kweli? Na je, demokrasia bila uhuru wa sauti ni demokrasia au maigizo ya kisiasa? Basi kabla ya kuaga, tunasema hivi, tutaendelea kufuatilia matukio kule Uganda, tukitumai kwamba hapo mbele mambo yatakaa sawa kabisa. Shukran sana msikilizaji kwa kuwa nasi. Kabla ya kuaga, kwa niaba ya kikosi cha idhaa ya Kiswahili ya Afrika, tunatoa shukrani zetu kwa kujiunga nasi na kuchangia kwenye Sauti ya Mwafrika. Kumbuka kwamba tupo kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Anna Ngugi. Kwa heri na jioni njema.